Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia kwa njia ya mwongozo, karibu sana katika masomo haya. Leo ni siku ya Jumanne, tunaendelea na masomo yetu haya ya kujifunza Biblia, na leo tuna somo linalosema Henoko alitembea na kuzungumza. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine tena umeturuhusu siku ya leo tujifunze. Basi unapokuwa mwalimu wetu, kaa katikati yetu mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Henoko, mtu wa saba kutoka kwa Adamu, kulingana na Yuda anavyomzungumzia. Katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 24 ni mafungu machache tu yanamuelezea katika Biblia, lakini sifa yake ni kwamba alitembea na Mungu. Twende tuiangalie simulizi hiyo kwa ufupi. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 24. Mwanzo 5. Yes. Mwanzo 5:22 mpaka 25. Sawa. Umesema 20 mpaka 24. Au tusema ameanza kwa 21. Henoko akaishi 22. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 100. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Alienda na Mungu. Maana Mungu alimtwaa. Alienda na Mungu. Tunaposoma haya mafungu inaonekana aliishi miaka 65, akamzaa Methusela, akaenda na Mungu. Mungu anamtoa akiwa na miaka 365. Kwa hiyo miaka 300, karne 3 anatembea na Mungu. Mtu tu kukaa kwenda kanisani, kutembea na Mungu siku moja unasema nimechoka. Huyu walikuwa ni marafiki. Alidumu katika mahusiano na maombi kwake yalikuwa ni kama maongezi ya marafiki matembezini. Unachoka ukiwa na rafiki yako, mnatembea, mnaongea, huwezi kuchoka. Safari inakuwa ni fupi na mnajikuta mnaenda umbali mrefu. Kuna kitabu kimoja kinaitwa First Enoch. Tunajifunza zaidi juu ya huyu Enoch. Enoki alikuwa ni mmoja kati ya watu walioonyeshwa na Mungu maono mengi kuhusiana na kwamba hukumu kwanza ingekuja, sio tu ya gharika, lakini kwamba ipo siku ambapo Mungu angeweza kuwaadhibu wale wana wa Mungu waliowaingilia wana wa wanadamu, malaika waliolala na wana wa wanadamu. Alionyeshwa na Mungu, alikuwa katika matembezi na Mungu, alikuwa katika maono na Mungu, alikuwa katika ushirika wa karibu na Mungu. Kwake mbingu na nchi ni kama zilikuwa zimeungana, kiasi kwamba Mungu akasema sasa njoo moja kwa moja utuku, njoo. Mungu akamtwaa. Tunasoma katika Warumi sura 12 mstari wa 12 kwamba tudumu katika kusali. Haya ndio yalikuwa maisha ya Enoch. Alikuwa na vipindi vya kukaa muda mrefu peke yake na Mungu. Tunajifunza kwamba alikuwa na muda wa kurudi pia kuchangamana na watu. Alikuwa na muda wa kujitenga, alikuwa na muda wa kujichanganya na watu. Sasa namna kubalance.
alijua vizuri namna ya kubalance. Kama unataka uwe wa baraka kwa familia yako, kwa mke wako, kwa watoto wako, ni vizuri uwe na muda wa kujitenga. Usipokuwa na muda wa kujitenga, utachoka na wao watakuchoka. Lazima ujivue gamba, lazima ujitakase. Kwa hiyo chumbani mwa Mungu ukiingia na kujifungia, wewe na baba yako aonaye sirini, tuchukulie ndio ile kujitenga ambako Henoko alikuwa nao. Bwana anakujaza, unarudi una maono, unarudi una mafunuo, una neema, una upya. Unajua mwanamke anapenda mume awe mpya. Hivyo unajua saikolojia ya mtu unajua ilivyo. Huwa anapenda mabadilisho. Hata pale nyumbani unaweza kusema, sasa nataka nani makochi yakae hivi. Sasa shati ni ile. Sasa sikiliza. Ili waweze kukufaa na wao wakufae, jitenge. Kwa hiyo alipokuwa anajitenga, baba alikuwa anamjali. Sikiliza, kichwa cha mwanaume ni Kristo. Kwa hiyo kadri unavyokaa na Kristo muda wa kutosha, unatembea na Kristo kama Henoko alivyotembea na Kristo. Ukija ukachangamana sasa na familia, unarudi unakuja katika upya na uzuri na utakatifu na uwezo na nguvu. Amen. Unakuwa kuhani kweli wa Mungu. Ndivyo alivyokuwa Henoko. To the extent, kwa kiwango kwamba Mungu sasa akasema, wewe njoo. Katika kitabu cha First Enoch utaona kwamba malaika wale walioasi wanamuomba Henoko awaombe. Kumbe alikuwa kama kuhani wa karibu sana na Mungu. Tuombee, tumekosa. Kwa hiyo kama na wewe unataka uwe karibu na Mungu kiasi hiki kwa kujitenga, basi ndivyo utakavyozidi kwa karibu. Tena sio karibu tu wa hivi wenye manufaa kwa watu wao. Amen. Mimi ninaona inalipa kutembea na Mungu, maana mwisho wa siku sio tu kwamba wanadamu watakufaa, lakini Mungu mwenyewe atasema sasa huyu namhitaji, tuwe wote. Amen. Enoch. Sasa wewe Dar es Salaam hapo hauko busy wewe? Uko busy. Kadri unavyoendelea na shughuli zako, unavyoangalia mambo yanavyoenda na shughuli zako, unadhani kwa njia gani unaweza ukatembea na Mungu katikati ya shughuli zote? Familia inakuhitaji, watoto wanakuhitaji. Hilo ni swala la kutafakari na kuachia. Naenda kwa msikilizaji. Unaniruhusu? Nakuruhusu. Ndugu yangu, Henoko alikuwa ni mmoja kama sisi. Alikuwa na damu kama sisi, ana nyama kama sisi, alikuwa kama sisi, lakini aliweza kutembea na Mungu. Inawezekana hata leo hii, ikiwa kama tutaishi kwa imani ile ile, uaminifu ule ule ambao Henoko ametuachia kama mfano. Kwa nini tusiombe neema hiyo na hiyo roho ya Henoko itembee pamoja nasi? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Henoko ambaye ametuachia kielelezo kwetu sisi ambao tumefikiwa na miisho hii ya zamani, tuweze kutembea na wewe kama alivyotembea na wewe. Tupe roho ya Henoko. Patie msikilizaji mwenzangu na hata mwenzangu hapa roho ya kukutafuta, ya faraga na wewe, ya kutafuta kushiriki na wewe hekima yako, maono yako, neema yako na hata mizigo yetu, ili Baba tukaweze kuwa wa manufaa duniani, lakini pia hata kwa utukufu kwa jina lako. Tubariki tena tunapotafuta kujifunza zaidi namna ya kukuza mahusiano yetu na wewe, hata kwa somo linalofuata kesho, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi ufuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona ni jinsi gani Henoko alitembea na kuzungumza na Mungu. Siku ya kesho, siku ya Jumatano, tunakuja kumwangalia kiongozi Musa aliyekuwa kiongozi mcha Mungu. Karibu sana
siku ya kesho. Kwa leo mimi ni Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Mwakalindile. Usikose somo la kesho. Karibu sana. Amen.